Kiongozi wa kijeshi nchini Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, ameibuka kuwa shujaa wa kisasa wa mataifa mengi ya Kiafrika na hata kuvutia watu wengi nje ya bara la Afrika kutokana na itikadi yake kali dhidi ya ukoloni mamboleo, ujasiri wake wa kisiasa na sura yake yenye taswira ya kijana mwenye msimamo wa kimapinduzi. Umaarufu wake umeenea kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii, akionekana kama mkombozi wa bara la Afrika licha ya video nyingi za uzushi zinazotengenezwa kwa akili bandia, yani AI, zikiwemo zile zinazowaonyesha wasanii mashuhuri kama R. Kelly, Beyonce na Justin Bieber wakimuimbia, jambo ambalo si la ukweli. Ujasiri wake ulianza kuvutia macho ya wengi mwaka 2023 alipohutubia kwa ukali katika mkutano wa Afrika na Urusi, akiwataka viongozi wa Afrika kuacha kuwa vikaragosi wa mataifa ya kibeberu. Hotuba hiyo ilisambazwa kwa kiwango kikubwa na vyombo vya habari vya Urusi ambavyo vinaonekana kushiriki pakubwa katika kuendeleza taswira yake kama mpigania uhuru wa Afrika. Wiki iliyopita akiwa Urusi katika kumbukumbu ya miaka 80 ya ushindi dhidi ya Ujerumani ya Kinazi, Traore aliandika kwenye mtandao wa X kuwa yeye pamoja na viongozi wa kijeshi katika nchi za Mali na Niger wamehamasika kupambana na ugaidi na ukoloni kwa hali na mali. Licha ya shutuma kutoka kwa viongozi wa magharibi akiwemo Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Captain Traore ameendelea kupata umaarufu mkubwa. Katika hotuba yake ya mwaka 2023, Macron alisema kuwa Traore ni sehemu ya kile alichokiita muungano wa ajabu kati ya watu wanaojiita wanaharakati wa Afrika na mataifa makubwa kama Urusi na China, ambao anadai wanachochea mapinduzi ya kijeshi katika makoloni ya zamani ya Ufaransa barani Afrika. Mwanahabari na mchambuzi wa Afrika Miss Ochieng alisema kuwa ujumbe wake unagusa moyo wa mtu yeyote aliyewahi kupitia ubaguzi, utumwa au ukoloni. Hata mwanamuziki maarufu wa Marekani Meek Mill aliwahi kumpongeza Traore kwa msimamo wake na moyo wake wa kimapinduzi. Traore, mwenye umri mdogo na anayejua kutumia vyema mitandao ya kijamii, anafananishwa na shujaa wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara aliyetawala kwa miaka 4 kabla ya kuuawa kwenye mapinduzi mwaka 1987. Profesa Kwesi Aning kutoka Ghana alisema umaarufu wa Traore unaashiria mabadiliko ya kisiasa barani Afrika, ambapo vijana wamepoteza matumaini katika demokrasia kutokana na ukosefu wa ajira, elimu duni na huduma mbovu za afya. Lakini licha ya ahadi zake bado hajafanikiwa kudhibiti ugaidi ulioitesa Burkina Faso kwa zaidi ya miaka 10, na uasi huo sasa umeenea hadi mataifa jirani kama Benin. Hata hivyo, mashirika ya fedha ya kimataifa kama IMF na Benki ya Dunia yamesifu hatua chache za kiuchumi zilizoanzishwa na utawala wake, zikiwemo kukusanya mapato ya ndani, kupunguza matumizi ya mishahara ya umma na kuongeza bajeti ya elimu na afya. Mahusiano kati ya Burkina Faso na Marekani pamoja na Ufaransa yamezorota, hasa baada ya mkuu wa jeshi la Marekani Afrika General Michael Langley kudai kuwa dhahabu ya taifa hilo inatumiwa na wafuasi wa Traore kwa manufaa yao binafsi, tuhuma zilizomkasirisha Traore pamoja na wafuasi wake. Huko London na sehemu nyingine za dunia, wafuasi wake walifanya maandamano ya kuunga mkono ujumbe wake wa kuikomboa Afrika kutoka kwenye ukoloni mamboleo. Kupitia mitandao ya kijamii, Traore aliwashukuru kwa kushiriki maono yake ya Burkina Faso mpya na Afrika mpya. Ingawa haijulikani mwisho wake utakuwaje, Captain Traore ameibadilisha kabisa sura ya siasa za Afrika Magharibi. Wachambuzi wanaonya kuwa kama anataka kuacha urithi wa kweli, Traore anapaswa kujikita katika kuimarisha taasisi za serikali, kuleta amani ya kudumu na kujenga mfumo wa utawala bora badala ya kuendeleza siasa za mtu mmoja mmoja na ukandamizaji. Hii ni TriGen Media.